jana sisi tulikuja. Kikweli mimi na timu yangu ambao tumekuja jana, tulivyoona hatukupendezwa na hali halisi. Tuliona hii hali sio nzuri na inahitaji udharura kwa haraka. Na uharaka huo hatutaweza kuchukua hatua kama sisi wanasheria kama tutakuwa hatuko tayari. Hali ni mbaya sana, hali ya usafi wa mazingira. Kama tulivyoona wenyewe, na nilipenda sana kwamba leo tumekuja sisi na nyinyi kuangalia kwa pamoja. Kwa hiyo natumai kwamba maamuzi tutakayochukua tutakuwa tumechukua pamoja, na tutakayoelekezana tutaenda kuyafanyia kazi. Hali ya mtaro wetu kiukweli wote tunafahamu maji yale jinsi yalivyokuwa machafu, maradhi ya kuharisha kwa maana ya kipindupindu, dakika sifuri yakija hapa hata tuacha salama. Tutakapokuwa tumeugua shehia ya Mtoni Kidatu ni kwamba tutakuwa tumeugua wilaya ya Magharibi A, na sisi hatuko tayari kwenye hilo. Kitu ambacho hamkijui, mimi mkuu wa wilaya yenu ni nesi, katibu tawala wetu ni nesi. Tunafeli vipi? Hatukubali. Hatupendi kabisa yatokee maradhi yoyote, sio tu ya ugonjwa wa kuharisha, lakini hata malaria ambayo pia yanasababishwa mazalia yake katika maji machafu kama yale. Serikali inajua ishu ya mitaro na imejipanga kupitia bajeti hii kwenda kuhakikisha mitaro yote au maeneo yote ambayo kuna changamoto ya mitaro wameiwekea bajeti nzuri tu ambayo watakuja kuifanyia kazi. Lakini sasa kama tutakuwa na tabia ile hatuna muda wa kusafisha mitaro yetu, hata mitaro tukijengewa, basi hali ya mitaro yetu itaendelea kuziba, maji hayatokwenda, lakini hatimaye tutakuja kutengeneza maradhi. Tumeona pale kuna watu ambao njia zao za maji ya chafu kutoka kwenye mashimo yao karo ndani pia wameelekeza pale. Niwaombe sana kwenye hili, sitamvumilia mtu. Mkurugenzi amezungumzia ishu ya sheria papo kwa papo ya adhabu, na hizo tutaanza kuzifanyia kazi mwezi wa 7. Na hii leo itakuwa kama sisi tumeanza kutoa elimu juu ya sheria hizo. Niwaombe sana kila mmoja wetu ambaye anahisi nyumba yake haina shimo la kupitisha maji machafu, tuchimbe kuanzia sasa. Na hapa nataka niwape ndani ya wiki moja, tukirudi tena tusikute mtu ambaye hana karo la ambaye ataweza kutumia au maji yake kutiririkia humo. Tunataka tukija kabla hiyo serikali kujenga mtaro wetu ambao utakuwa permanent, tuanze kuonyesha utayari wetu, tuanze kusafisha. Na kiongozi hapa mkurugenzi kasema atakuja hapa. Mimi pia nitakuja na timu yangu. Na nawataka watu wote siku hiyo tushirikiane kuweza kusafisha mitaro hiyo. Nadhani tutakuwa tunapata maumivu, na hapo ndio kila mmoja ataweza kwenda kuwa mlinzi wa mwenzake kwa ambaye atatupataka. Kwa bahati mbaya sana na masikitiko, tumepita pale kwenye daraja, tumekuta ndugu zetu ambao wanauza machungwa, na hiyo tumeshakataza watu wa jasiriamali kuuza bidhaa barabarani. Wametupa matakataka mengi pale ya machungwa mle ndani. Mkurugenzi na kuelekeza, nenda kachukue wote watoe matakataka yao, na wakishindwa mnajua adhabu zao ambazo mtakuwa mtazielekeza kwao.